Sehemu ya pili ni sehemu ambayo Mungu anapaswa kuheshimiwa, na hiyo sio sehemu nyingine, ni katika ndoa yako wewe na mke wako. Na Mungu anasema sehemu ya kwanza ambapo madhabahu inatengenezwa, kwa sababu watoto wote walioko hapa wametoka kwenye madhabahu za nyumbani. Mabinti wote walioko hapa wametoka kwenye madhabahu za nyumbani, walianza kutengenezewa huko. Ndio maana leo hii wanalikumbuka kanisa na kuliona. Ikiwa wazazi wangekuwa wazembe katika kutengeneza madhabahu ya nyumbani, tusingekuwa na vijana walioko hapa. Kwa hiyo ukiona vijana wako hauko pamoja nao katika haya mambo, angalia ni wapi ambako ulikosea, kama hujakosea, kwa sababu Biblia inasema mtoto hatabeba uovu wa baba wala baba hatabeba uovu wa mtoto. Haya mafungu ukisoma leo nabii imeabainisha vizuri ni wakati gani ambapo mzazi halaumiwi. Mzazi hatalaumiwa pale ambapo kijana amefikia umri wa utu uzima na ameamua yeye mwenyewe kuachana na dini ya baba yake na ameamua kwenda kuchagua hivyo alivyovichagua. Huyo utakuwa tu ukimwombea kama mwingine, lakini kama uzembe uliufanyia pale kwenye grassroots, umri wa hivi vitoto vilivyokaa hapa toka vikiwa tumboni. Kwa maana Samueli tumejifunza mama yake alimuomba hata kabla mimba haijatungwa. Mtoto mimba ilipotungwa akaendelea kumfundisha. Na baada ya mimba hiyo kutungwa, Samueli aliendelea kuwa na ibada muda wote alionyonyeshwa. Na alipofikisha miaka 12 akaenda pale katika hekalu ambalo kuna wanaume na ndevu zao walioamua kuchagua kula sadaka na zaka ya Mungu, walioamua kuzini na mabinti waliokuwa wanafanya kazi kule hekaluni. Hao walikuwa wanaitwa watoto wa Eli. Hata nashangaa, kuna wakati mwingine unaweza ukaenda ukakuta watu wamekuja kwenye kwaya sawa, wanaimba sawa, lakini huko kwenye kwaya kuna mahusiano ya uzinzi na uasherati. Jambo hilo ni baya, ndio lililosababisha familia ya Eli kafyekwa. Na ndio maana wazee wa kanisa mnatakiwa muwe na pua za kiroho zinazonusa. Ukishaona kuna vitu vya namna hiyo, anza mapema kuvishughulikia, kwa sababu hiyo laana itakuja kukutafuna na wewe. Ndio maana nasema nataka nianze kushughulika na hili somo linalosema laana inayokula ukoo. Samueli anakwenda kwa sababu amelelewa kwenye madhabahu ya nyumbani. Anakwenda Samueli akiwa yuko upright, ni mcha Mungu mtoto yule, na anapofika hekaluni anaanza kutangaza hukumu ya Eli na watoto wake. Yesu mwenyewe amelelewa, kabla hajaingia tumboni malaika ametumwa, akaja akamwambia Maria, huyu mtoto ataingia kwenye tumbo lako, atazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Huyu ni Mwokozi. Na Yesu alipozaliwa akalelewa na Maria mpaka miaka 12 kama Samueli. Walipopanda Yerusalemu, mtoto akang'ang'ania hekaluni. Sasa mtoto wako anang'ang'ania wapi? Vijana mlioko hapa, simu zenu zina muziki gani? Kwa sababu madhabahu ya Mungu haichanganywi, kwamba eti kidogo namsikiliza Harmonize, namsikiliza Diamond, huku kidogo ninasikiliza kwaya. Wewe umeshaharibu madhabahu. Yaani mtoto ameenda na wazazi wake, hatamani tena nyumbani, anatamani hekaluni. Ndio maana Daudi anasema kukaa kwenye nyua za Bwana ndiyo furaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa sisi wazazi tungetamani madhabahuni, tungetamani hekaluni kama inavyotakiwa, nataka niwaambie, Jumatano, ibada ya Jumatano ili kanisa lingejaa. Tumewaibua hapo, wanaona baba ni mzembe kwenda kwenye ibada ya Jumatano, mama ni mzembe kwenda ibada ya kufungua Sabato, anaona hata Sabato mchana baba ni mzembe, anaona hivyo. Wanajifunza
wanajifunza na wao wanarithi kama sisi. Jambo hili ni gumu. Yesu anang'ang'ania madhabahuni, hataki kutoka. Mama amesafiri siku 3, anafika nyumbani haoni mtoto, anarudi tena kuanza safari ya kuja kumtafuta mtoto. Anamkuta, anamwambia, muda wako kunilea umeisha, umebaki muda wa Mungu. Musa amezaliwa, amewekwa kwenye kisafina. Mungu anamtuma malaika, anakielekeza kile kisafina. Licha ya spidi ya maji ya mto Naili, kile kisafina kinakwenda mpaka kinakuja kutulia kwenye mikono ya binti mfalme Farao. Mtoto anatolewa kwenye maji, na ndio maana ya neno Musa, kwa sababu alitolewa kwenye maji. Na alipotolewa kwenye maji, binti Farao anaanza kuwaza, nitamleaje huyu mtoto? Ni watoto wanaotafutwa wauawe, lakini akishaingia kwenye mikono ya binti mfalme wako salama. Mungu amempeleka Musa mpaka pale. Alipomfikisha pale kwenye ile mikono ya binti Farao, ndipo sasa Miriam anafuatilia nyendo za ndugu yake. Ninawauliza washiriki wa msitu wa tembo, ni nani anayefuatilia nyendo za mwenzake? Wakati Miriam anafuatilia, akasogea mpaka akaona jinsi Musa alivyobebwa. Miriam anamwambia, dada, naomba nikutafutie mtu atakayemnyonyesha. Wakati anajua maziwa yako kwa mama yake, akasema nenda kanitafutie. Miriam akakimbia kwa mama yake Yokobedi, akamwambia, kaka ameingia kwenye mikono ya binti Farao na sasa anakuita. Alipofika pale, binti Farao anamwambia, naomba umnyonyeshe huyu mtoto. Sielewi, niliambiwa kitaalamu, hata kama mama hana mtoto anayemnyonyesha, akiwekewa mtoto akanyonya hilo titi wiki moja, maziwa yanatoka. Sielewi, wale ambao waliwahi kulea watoto yatima wanaelewa hiyo kitu. Musa anaingia kwenye mikono ya mama yake. Mungu anakusudia nini? Anaelewa kabisa kazi ya mzazi ni miaka hii 12. Musa analelewa na mama yake Yokobedi. Miaka 12 ilipokwisha, akampeleka Musa kwa binti Farao. Musa akapelekwa kwenye ikulu, kasri ya kifalme. Kila raha ipo. Achana na wewe unaenda kung'ang'ana na hizi disco vumbi huku. Pale palikuwa ni kila raha ipo, na alipokuwa na hiyo raha, amekwenda katika mazingira hayo. Jambo la pekee, Musa hakusahau maneno ya mama yake. Paka anaamua kuacha mazuri yote ya ikulu ya mfalme kwa sababu ya ndugu zake. Sisi hapa tuko kama kanisa. Kwa nini tusifike mahali tukawa kama Musa ambaye alikuwa anatafuta kuwapatanisha ndugu zake, lakini kwa bahati mbaya hawakosekanaji watu wa design hii. Wakati Musa yuko busy kuokoa, mmoja akachungulia kaona amemuua mtu aliyekuwa anamtesa Israeli. Mara ya pili yote hakuja kuamua, akasema, unataka nani alikufanya kuwa mpatanishi? Ninachotaka kusema, madhabahu ya nyumbani ikiharibika, kuijenga ni gharama. Wengine wanajenga kwa machozi. Kuna wazazi wengine wanapiga magoti kwenye makaburi, lakini hawawezi kuwatoa watoto wao. Kuna wazazi wengine wanaona watoto wao wameenda mbali, hakuna namna ya kuwarudisha. Lakini ukimwangalia huyu mzazi, ni wapi alikokosea? Alikosea kwenye madhabahu ya nyumbani. Ndio maana Mungu katika kitabu cha Malaki sura ya 2 fungu la 13 anasema, mnatenda haya nayo mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi. Mungu hahitaji kilio cha mwanamke, hahitaji kilio cha mwanamume. Mungu anahitaji katika ndoa kuwe na furaha, ili kwamba tunapowaleta watoto madhabahuni, wakiangalia nyuso zetu zinapendeza, na hivyo wanafuata kile ambacho sisi tunakiishi. Ndio maana saa nyingine hata kama mmezidiana na mume wako, mnagombana, watoto wakiwepo, jitahidini kujifungia chumbani muyamalize. Kitendo cha mwanamke kulia katika ndoa
Kwa hiyo madhabahu haifanyi kazi. Ni nini kinachozuia Mungu asijibu maombi? Ni nini kinachozuia Mungu asipokee sala zetu? Ni kwa sababu kuna machozi ya wanawake. Lakini mimi ngoja niwaambie, kuna wanawake nao wanawaliza wanaume. Na mkishaanza kuikhtilafiana, kuoneana katika ndoa, mara unasema huku kuko hivi na huku kuko hivi, hayo machozi, nataka nikwambie, Bwana anasema machozi hayo yanamsababisha hata ukileta sadaka hapa kanisani haitaki, hairidhii, wala haitakabali. Na anasema, ukiendelea kusoma hapo, anasema kwa nini wanaume wanamfuata Mungu, wanamuuliza kwa nini, nenda fungu la 14, wanamfuata wanaume, wanamuuliza Mungu kwa nini haya mambo, na anawaambia ni kwa sababu umemnyanyasa mwenzi wako. Hebu soma. Anasema, lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako. Shahidi ni nani? Mungu. Ni mzee wa kanisa. Shahidi ni nani kwenye ndoa yenu? Bwana. Uliyemtenda mambo ya hiana. Angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Meelewa sasa kwa nini maombi mengi hajibiwi? Ubani. Unaweza ukawa umeshaomba hapa mpaka umesugua. Mimi nawaambia huu ni mwanga wa kufunguliwa. Hebu semeni ni mwanga wa kufunguliwa. Ni mwanga wa kufunguliwa. Tunaanza kuwafungua kwenye madhabahu za nyumbani. Ngoja nikwambie. Mzee Kiziga, hivi ngoma ikiwa kali pale nyumbani, ni nani atakayeanza wimbo wa kumekucha kwa uzuri? Niambie tu, nani atakayeanzisha huo wimbo? Au namba 91. Mmeshachuana hapo mpaka chakula kimeshindwa kuliwa, mpo mnaangaliana kama mabeberu mawili, alafu hapo maisha hayaendi, alafu unasema tuimbe namba 91 usiku. Madhabahu ya nyumbani. Ukimaliza madhabahu ya nyumbani, ndipo sasa unaweza kuja kutuambia neno hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na neno utakalotuambia hapa kanisani ni hili: kuangalia kama mfalme ameleta shida. Kwa sababu wewe, sijui kama nitapata muda wa kuonyesha Elia wa leo ni nani. Kwa sababu tuna Elia wa Agano la Kale aliyepanda Karmeli, tuna Elia wa Agano Jipya aliyemtangulia Yesu. Elia wa Agano la Kale alirejesha mioyo ya Israeli kwa Mungu pale Karmeli. Elia wa Agano Jipya aliandaa mioyo kwa ajili ya kumpokea Yesu. Elia wa sasa ni kanisa la Waadventista wa Sabato, na zana yetu ya ujumbe wa malaika watatu, kuandaa ulimwengu kwa ajili ya marejeo ya Kristo. Na shetani anaweza kutugonganisha vichwa hapa kwenye familia, uko anagonga vichwa, watoto wenyewe hawapatani, wazazi hawapatani, maisha hayaendi. Nilikuambia mapema kabisa, ninapoendelea na ujenzi wa madhabahu, wenda jioni nikaendelea. Tunapoendelea na ujenzi wa madhabahu, ikiwa mtoto ulichemka kwa ile miaka 12, hiyo kesi ni ya kwako. Ila katika miaka 12 ulifanya, alafu yeye mwenyewe akaamua kukengeuka, haikuhusu hiyo kesi. Muombe tu kama wengine. Haleluya. Baba wa familia anasimama kama sehemu ya mfalme wa familia. Rais wa nchi anasimama kama sehemu ya baba wa taifa. Ahabu naye alichemka, akamwacha Mungu, akaenda akamuoa mwanamke anaitwa Yezebeli, akiwa mfalme wa Israeli. Yezebeli alipoingia katika Israeli, alienda kuoa kwa kuhani aliyekuwa anafanya kazi ya kutoa ibada kwa Baali na Ashtoreti. Na
Yezebeli alipoingia, alichofanya ni kubomoa kila mahali palipokuwa na madhabahu za Bwana, akasimamisha madhabahu ya Baali na Ashtaroth. Ashtaroth ni wale waliokuwa wanakimwabudu malkia wa mbinguni, ambaye sanamu yake ilikuwa ikiwekwa kwenye pango. Hata tulipoingia kwenye mwaka 325 wakati wa mkutano uliokuwa unaitwa mkutano wa Nicene Council, ndipo ile ni sanamu ya Ashtaroth kaingizwa kanisani, ikaitwa Bikira Maria, alafu ile ya Baali ikaingizwa kanisani, ikapewa jina la Mtakatifu Petro na mengine yakaanza kuabudiwa. Sasa Ahabu akamoa Yezebeli, alafu Yezebeli anakuja anabadilisha ibada ya Mungu. Israeli wote wanageuka, wanaanza kuabudu kwenye mahekalu ya Baali na mahali pa juu na kwenye maashera, wakamwacha Mungu. Mungu akapata wivu, akamwambia Baali, Mungu akapata wivu, akamwambia Eliya, nenda akamwambia anachofanya mfalme Ahabu sio kizuri. Alipoenda Ahabu akumsikia, ndipo Mungu akasema, kwa sababu hii ninatangaza mvua isinyeshe miaka 3.5. Kuna wakati ambapo tunamlazimisha Mungu aweze kushusha adhabu. Saa nyingine sisi hapa kanisani tupo kwa ajili ya kusaidia wengine wapate mvua, lakini tunapomwacha Mungu na kuabudu misanamu hiyo na vitu vingine katika maisha, na nimekwambia unaweza ukawa huna sanamu unayoabudu lakini vikoba ikawa sanamu. Unaweza ukawa una sanamu unayoabudu lakini disco ikawa sanamu. Kwa hiyo ukawa na masanamu mengi umeyaweka, umemwacha Mungu kwa sababu ya hayo mambo. Ndipo sasa Mungu akasema miaka 3.5 hakuna chakula. Afu Eliya akaambiwa, wewe nenda kapate kamisheni yako katika ule mto wa Yezreeli, kunguru watachukua chakula kwa mfano, watakuletea utakula. Na katika hiyo hali tunaona njaa ikapiga miaka 3 katika Israeli. Baada ya njaa kukolea, Israeli wakashindwa mpaka mfalme anatoka. Ndipo neno la Bwana linakuja tena, linamtuma Eliya, nenda kamwambie jamaa mkutane Karmeli. Walipofika pale Karmeli, ndio Ahabu anamwambia Eliya, leo nataka nijue kati ya Mungu Baali uliyemgeukia na huyu Mungu wa Israeli ni nani? Sasa cha ajabu ni kwamba Eliya yuko peke yake, kwa sababu Israeli wote washamgeukia Baali huko. Alafu pale Karmeli Eliya yuko peke yake, amesimama pale. Manabii wa Baali 450, manabii wa Ashtaroth 400, wote wanakula posho ya mfalme. Yezebeli akafuta madhabahu zote akazibomoa. Ahabu akaanza kuabudu mabaali. Israeli wakaanza kuabudu mabaali. Ukiona kanisa Jumatano watu hawapo, kwenye maombi ya siku 10 hawapo, wako kwenye mabaali, hawana hamu na Mungu wao. Mabaali yanaitwa kazi, mabaali yanaitwa wageni, mabaali yenye kila aina ya watu wanaozuia kuzuia moyo wako usikutane na Bwana.